Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile serikali itaanzisha utekelezaji wa mfuko wa Samia Innovation Fund. Itaanza utekelezaji wa mfuko wa Samia Innovation Fund wenye thamani ya shilingi bilioni 2.3 utakaotoa mikopo nafuu kwa wabunifu kwa lengo la kuendeleza na kubiasharisha ubunifu pamoja na kutoa fursa za ajira kwa Tanzania kupitia mfumo huo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kwa mara ya kwanza itatoa ufadhili kwa wanafunzi waliopata ufaulu wa juu katika matokeo ya kidato cha 6 kwenye mchepuo wa masomo ya sayansi ili waweze kujiunga na masomo katika ngazi ya shahada ya kwanza katika vyuo vikuu mahiri duniani kusomea taaluma za data science ikiwemo artificial intelligence, machine learning na sayansi za mwelekeo huo. Programu hiyo itaitwa Samia Scholarship Extended for Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences. Lengo la programu ya Samia Scholarship Extended hii ni kutengeneza wataalamu mahiri katika masuala ya data science ili waweze kushindana na kufanya kazi popote duniani. Mkakati wa utekelezaji umegawanyika katika ngazi kuu 3, Mheshimiwa Naibu Spika. Ngazi ya kwanza ni kuwajengea uwezo vijana waliomaliza kidato cha 6 kupitia kambi maalum ili kuandaa kujiunga na vyuo vikuu mahiri duniani katika taaluma za data science kwa kupewa mafunzo na wataalamu wabobezi kutoka sekta binafsi na wataalamu wazawa wanaoishi nchi za nje. Pili, ngazi ya pili ni kuwawezesha vijana waliopitia kambini kupata udahili katika vyuo vikuu mbalimbali duniani na kuwasaidia kutafuta scholarship katika sehemu mbalimbali. Na tatu, ngazi ya tatu ni kutoa fadhili kwa vijana wenye shahada ya kwanza kwenda kuongeza ubobevu katika taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela na Indian Institute of Science and Technology kampasi ya Zanzibar. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kutekeleza nia kuongeza wataalamu wabobezi katika nyanja ya sayansi na teknolojia ya nyuklia, serikali kupitia Samia Extended Scholarship itaendelea kutoa fadhili kwa Tanzania wenye ufaulu wa juu katika fani za sayansi na teknolojia ya nyuklia kwa ngazi ya shahada ya kwanza ili waweze kujiunga na masomo ya juu.